heshima zenu. Al-a'rad, Uislamu ni alama ya hatari kukeuka heshima ya mtu kwa kumdhalilisha, kwa kumtusi, kwa kumsingizia, kwa kufanya chochote kinachohusiana na heshima yake. Muislamu mzuri huchunga heshima ya watu wengine. Ndio maana hadithi ya Mtume ilikuja, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli mzuri ni yule ambaye wenzake waislamu watasalimika, wakapata amani na salama kutokana na ulimi wake na mkono wake. Huu ulimi huu ndo sababu ya heshima kuvunjwa, ndo sababu ya kuporomoka kwa maadili. Ulimi huu. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud anasema, laysa shay'an ahwaja ala tuli as-sijn fi ad-dunya min al-lisan. Hakuna kitu katika hii dunia ambacho kinahitaji kifungo cha milele jela kama huu ulimi. Bisababihim tuhikat al-a'rab. Huu ulimi, kwa sababu yake heshima zimevunjwa. Huu ulimi umesababisha watu wengine katika nchi zao mpaka leo hawana nchi tena, na kwengine ni vita kwenda mbele. Huu ulimi ulivyotumiwa vibaya umesababisha waliokuwa nacho leo hawana kitu, wamefilisika. Huu ulimi ulivyotumiwa kimakosa, wengine leo tumeshawazika kwa maneno tu yalopelekwa pale yakarudishwa kule, yakawa tazwirul haqa'iq. Ulimi huu ni hatari sana, ni kinyama kidogo mno, lakini hatari yake ni kubwa. Ndio msemaji akasema, ihfadh lisanaka ayuha al-insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu. Uhifadhi ulimi wako, usikungate ulimi huo, ni nyoka. Huu ulimi mambo yake ni makubwa. Ndio maana Imam al-Ghazali katika kitabu chake cha Ihya ametaja madhara mengi sana, akayaita afati lisan, maafa ya ulimi. Ni makubwa mno. Miongoni mwa hayo maafa ya ulimi leo yamekita mizizi katika jamii zetu, na kila kukicha kunakuja facilities zingine za kuongezea, kudamirisha na kuipa green light ulimi huu kumkosea zaidi mwanadamu mwenzako na hatimaye kumkosea Allah. Leo sio kusengenya tu, wala kusingiziana mabaya tu, wala mtu kumtuhumu mwingine tu. Hizi simu zimesaidia sana ulimi kwa kupeleka habari za uchochezi, za kusingizia, za kuumbua. Ulimi. Ndio maana Abdullah bin Mas'ud turjumanul Qur'an anasema, katika kitu ambacho kinatakiwa kufungwa milele na maisha, hadha lisan, huu ulimi. Ndugu zangu, katika suratul akhlaq ambayo ni suratul hujurat, inadhihirika wazi darasa tuliyopewa Waislamu kuchunga ndimi zetu. Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hii ilikuwa darasa ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuwafundisha Waislamu wawe wastaarabu. Sio kila kinacholetwa katika mazungumzo wanakichukua jumla jumla. Enyi mlioamini, atakapokuja fasiki yoyote na habari zake, basi ziekeni katika mizani, muzipime. Mkiambiwa na nyinyi mjiambie, mpime. Msije mkafanya mambo yakakupelekeeni kufanya mambo ya ujinga, mwisho mkajuta. Akaongezea Mwenyezi Mungu mbele zaidi kidogo,
akasema innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Hakika nyinyi waislamu ni ndugu nyote, hata kama hamfanani rangi zenu wala lugha zenu wala mataifa yenu hayako sawa, hayako moja, ni tofauti, lakini nyinyi ni ndugu. Katika hadithi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha adhhaba ankum aibata aljahiliya, Mwenyezi Mungu amekuondosheeni kabisa mambo ya kijahilia ya kizamani yaliyopita. Watafakhuru biabaiha, na watu kujifakhirisha na koo zao na baba zao. Faman nasu illa rajulan, watu ni wawili tu, rajulun taqiyun barrun karimun ala Allah wa rajulun fajirun hayyinun ala Allah. Watu ni wawili tu. Hayo mambo mengine yote ya rangi na makabila na nini msijifakharishe nayo. Watu ni wawili tu, mcha Mungu karimu kwa Allah au asi dhalili kwa Allah. Hao ndo watu. Lakini nyinyi nyote ni ndugu. Kwa sababu gani? Wannasu min adama wa adamu min turab, nyote mmetokana na baba mmoja na mama mmoja. Udugu wenu alafu na udugu wa dini wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Utengezeni udugu wenu, uchungeni, usilihisheni. Mnahakikisha pahala mnapoona kwamba kuna wengine wanataka udugu huu uvunjike, wakamateni mikono. Unsur akhaka zaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako akiwa dhalim au anadhulumiwa. Qalu ya Rasulullah ansuruhu wa huwa madhlum, kaifa ansuruhu wa huwa dhaliman, mtamnusuru vipi akiwa yeye anadhulumu? Satamna'uhu 'anil dhulm, mkamate mkono asidhulumu wengine, asiharibu, asiuvunje udugu wa Kiislamu. Kwa sababu ya dini hizi zilivyotumiwa vibaya, udugu huu unakwenda katika ramaq, uko katika zile dakika zake za mwisho. Ukiangalia vizuri katika maisha ya Waislamu tunavyoishi leo, wewe nenda tu katika jamii ya Waislamu wenzako, ndugu zako, ukakae nao, uzungumze nao, hata ile body language ambayo utaiona kati yako na ndugu zako Waislamu itakuwa inakupa habari nyingine kwamba wewe na mimi sio sawa. Hawa ni katika wale na sisi ni katika sisi. Ishi katika maisha ya Waislamu leo, utakuta maswaib ambayo tunastahili kuyaita tragedy, kawarith, maafa. Ilifika pahala pia unaweza ukawatolea ndugu zako salamu Waislamu wasikuitikie, kwa sababu wanakuona kwamba wewe si ndugu yao. Ulimi umeshafanya kazi yake ya kubagua wengine na kuwapachika wengine majina ambayo sio aliyotupa Allah na Mtume. Imefika pahali tukionana tunapeana migongo. Kazi yetu ni kutafutana katika nukat ambazo ni dhaifa, weakness point, tukaumbuana, tukashambuliana, tukatukanana, tukapatilizana, na mwisho Waislamu kwa Waislamu wakafika pahali wakauana. Masdari ya kila kitu ni ulimi ulivyotumiwa vibaya. Allah kaenda mbele kidogo asema ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wasidharau Waislamu kwa dharau wengine. Huenda wadharauliwa wakawa bora kuliko wenye kudharau. Wale wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda wanawake wenye kudharauliwa wao mbele ya Allah wakawa bora kuliko wenye kudharau. Msiumbuane,
msipachikane majina. Ile fasik zakalitumia neno, wala tanabazu bil alqab, msirembeane mkapeane laqab mbaya mbaya, majina machafu machafu, mabaya mabaya. Leo Waislamu wanapeana majina machafu machafu, mabaya mabaya. Hili neno fasik leo linatupwa tu kwa mtu yoyote, na mara nyingine mwanachuoni tunamtegemea anapewa laqab ya fasik. Na hizi ni ajenda za Kiyahudi, kwa sababu familia ina nguzo tatu. Ukisha zibomoa hizo nguzo tatu, huna familia tena. Ukitaka kujengea familia yenye nguvu, kwanza ni umjenge mama ajue majukumu yake, kisha usomeshe watu educated umma, kisha wanachuoni wapewe heshima zao. Haya mambo matatu ni muhimu sana. Lakini Mayahudi walipojua kwamba haya mambo ni matatu, wakaamua kwanza kumvunjia kazi yake mama. Kafika pahali mama hana kazi, tuzahimu rijala fi shawara, na yeye anatoka alfajiri, saa nyingine saa 11 anajitayarisha kwenda kazini. Mtoto aliyokuwa anastahili kumlelea analelewa na yaya. Mama hampi mtoto wake maziwa tu, anampa hanan, anampa akhlaq. Sasa mtoto anaelelewa na yaya atakuwa na tabia za kiyaya yule anayemlea. Na mayaya wengine kwa bahati mbaya hawana akida salima za Kiislamu. Kikidondoka kisu anasema Yesu wangu, ndio anakiokota, na mtoto anachukua kile kilima. Wewe huko mpaka saa 12 unamaliza kazi zako, ukirudi nyumbani mtoto amelala, ukiamka amelala. Mpaka kuna baadhi ya wazazi mayaya wao wakiondoka katika nyumba, yule mtoto hakubali, anataka aondoke naye. Mama anampeleka kumsindikiza mfanyakazi wake, anakwenda zake, mtoto analia, anasema mimi lazima niende naye. Kamuona mamake si chochote si lolote, yule mlezi wake ndo muhimu. Sasa anakuwa mtoto matusi yamejaa katika mdomo wake kama kiwanda, heshima hakuna chochote. Ile tarbiyatul islamia imekosekana from the grass, kutokea chini. Kitaghibu dawri al-ummi fi al-mujtama umekwisha kabisa. Alafu kuvunja mambo ya taalimu, na taalimu leo imekwisha, hasa taalimu ya dini. Manake kuwafanya wale waliosoma si lolote si chochote. Ndio maana baba mmoja alimwambia mwanangu, akamwambia mwanangu, namuomba Allah akujalie uwe kama ustazi wako. Mtoto aliangua kilio akalia. Kwa nini? Ustazi kanzu yake huku kwenye makalio ina matundu yanaonekana, kofia yake hapa imepasuka, inastiriwa tu na hizi kuta, koti alilovaa ni nusu, kila kitu chake. Amekuja pale na baskeli yenyewe inanyenga, Wazanzibari wanaita ile pedal moja ile kukatika ikabaki ule msumari wanaita nyenga. Yule ni samaki mbaya sana baharini, ana msumari unakula. Basi ndo mwalimu amekuja na ile. Alafu mzazi anamwambia mwanawe eti Mungu akujalie uwe kama ustazi wako. Mtoto si atalia, niwe kama huyu, hali yake ndo hii. Hakioni kile kilichobebwa na ustadhi katika moyo, aqida, akhlaq, Qur'an, ahadith za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi zote akazipigia ukuta, anaangalia tu madhahiri ya mwalimu leo ameonekana hafai. Na ndio maana watu wote leo hata wakisoma, kitu cha mwanzo mtu anaangalia akawe nani, daktari, injinia, awe muhandisi. Hizi sio mbaya. Mwisho akiona amefeli kila pale, sasa huyo utakuwa nani? Bora ukawe mwalimu basi. Manake ni jambo la mwisho kabisa. Amefeli katika kila jambo, bora sasa nikawe mwalimu. Sasa na mishahara ya walimu na mazingira yao na maisha yao, hao ni walimu wa skuli, sikwambii walimu wa madrasa.
Kwa hiyo ile education imevunjwa. Alafu hao wanachuoni sasa, hao mashekhe, niambieni ni shekhe gani katika mtaa wako amesalimika, anaonekana huyo ndio yuko sawa? Kila shekhe atakayebuka hafai. Kwa nini? Sema it'an fi ulamaihim, waumbueni mashekhe wao, wanachuoni wao, watu wao wa dini, hatta la yaqtadi minhum ahad, ili watu wengine wasichukue kigezo kutoka kwao, sababu wao ndio role model, wao ndio representative wa hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inma warathu al-ilm. Wanachuoni ni warithi wa Mtume. Kwa hiyo wakiwepo katika ulimwengu, wapo kwa ajili ya kuifanya kazi walioipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wanapowatuhumu hawa ni wezi, hawa ni waovu, hawa ni mafasikh, hawa nini, inakuwa watu hawawezi kuwaiga. Sasa wakitajwa mbele yao, hatuna mashekhe, hatuna ulama, hatuna watu, hakuna shekhe aliyesalimika. Na haya ni mambo kutokea zamani mpaka leo. Kwa hiyo subhanallah, Suratul Hujurat imetupa baadhi ya mulahadhat na mambo ya muhimu, huu ulimi kuepukwa ili usipate kuvuruga katika maisha ya Waislamu. Wala tanabazu bil alqab. Hama katika Suratul Nur, katika Suratul Nur kuna kadhia kubwa imezungumzwa, wakati zile heshima zinataka kuwekwa sawa. Wanasema wanachuoni wa usul al-fiqh, al-aslu fi al-muslim al-bara, kama vile wamesema al-aslu fi kulli shay al-halal. Kila kitu asli yake ni halal, kila kitu katika ulimwengu asli yake ni halal, isipokuwa kile ambacho nafsi ya Qur'ani au hadithi za Bwana Mtume zimekuja kubainisha uharamu wake. Na asli ya mtu yoyote huwa ni innocent. Ndio aslu fil muslim albara, muislamu huwa hana kosa. Hapo Uislamu unapangiwa mikakati ya kuja kutotumia ndimi zao vibaya kwa watu innocent, mpaka ije ithibitike kwamba kweli kafanya kosa. Na ndio maana hata pale mtu alipokwenda kumfuma mke wake katika kadhia Sharik na Hilal ibn Umayya, imefika pale mtu amemuona mke wake anafanya machafu, akaenda kwa Mtume, ya Rasulullah, nimemshuhudia fulani anafanya machafu na mke wangu. Mtume akamwambia, albayinatu wa illa alhaddu ala dhahrik. Unasemaje? Nimemuona mtu anafanya machafu na mke wangu. Sema lete ushahidi. Kama huleti ushahidi, tutakupiga wewe bakora katika mgongo wako. Hiki kisa kilikuwa kinatueleza umuhimu wa kuhifadhiwa heshima. Kwa sababu ungekurupuka mtu yoyote tu akasema la kusema, akataja la kutaja, na watu wakasadiki, kamvunjia mtu heshima zake, ikamvunjia mtu utu wake, ikamvunjia mtu moral wake. Lakini namwambia lete ushahidi. Kama huna ushahidi, nitakupiga wewe bakora za kumzulia mtu. Al-qadhf wanachuoni wa sheria wanasema ni kumuita mtu mzinifu au luti au mtu mwenye kufanya vitendo vya akili wote. Unakurupuka tu, ulimi wako unaotea mzinifu, mnywa pombe, mtu fulani. Neno hili tu kimuita mtu mzinifu, sheria ya Kiislamu inakutaka ulete mashahidi 4 walioshuhudia uzinifu wake. Kama hujoleta, wewe utapigwa bakora za qadhf, had, kwa sababu unavuruga, unaingilia heshima ya mtu, unavunja heshima. Kamwambia Rasulullah, idha raa ahaduna zawjatahu ma'a rajul ayantadhir hatta yati bi 4 shuhada. Mtu anamuona mkewe anafanya machafu na mtu aende akatafute mashahidi 4, ungechizameni hata akija kwa nao mashahidi wale watu watakuwepo.
ndo zimeshuka aya alladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fashahadatu ahdihim 4 shahadatin billah. Zinakuja hizo katika habari ya al-li'an, wale wenye kuwatuhumu wake zao kwamba wamefanya machafu na hawana mashahidi isipokuwa nafsi zao, basi hao wana mambo special, wana mambo haswa, itabidi waape mara 4. Wallahi nimemwona. Na ya 5 aseme laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yangu ikiwa mimi ni muongo. Na mwanamke naye aseme wallahi hakuniona. Na ya 5 aseme ikiwa ni mkweli mume wangu mimi muongo, ghadhab na hasira za Mwenyezi Mungu zinishukie. Yote haya yanakuja kuhifadhi mtu heshima yake. Bila hivyo ingeachwa tu, angesimama yoyote za mzinifu, mwizi, na hakuna kitu chochote. La, heshima lazima zichungwe, na hizi ndimi hizi lazima zikontroliwe. Bwana Mtume SAW katika hadithi sahihi anasema yatakallamu al-kalima, kilma hiki anamwambia bibi Aisha, ya Aisha law nasema laqad qulti kalimatan law ulqiyat fil bahri lataghayyara ma'ul bahr. Umesema neno lao lingetupwa baharini maji ya bahari yote yangebadilika. Neno tu. Yatafawahu al-insanu bikalimatin la yulqi biha balan yahwi biha fi an-nar jahannam 70 kharifan. Katika hadithi nyingine Mtume anasema mtu husema neno alafu neno wala hakulitia katika mizani, neno lile likamsababishia kuzama katika moto wa jahannam ab'ad min al-mashriqain. Katika riwaya nyingine umbali wa mashariki na magharibi neno. Sasa wewe umeyasema mangapi kuwahusu watu, majirani zako? Na yote yameandikwa, wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Yote yameandikwa. Unaishi Kiislamu, hifadhi ulimi wako. Imam Shafi anasema katika abiyat jamila, idha aradta an tahya saliman min al-adha وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساويا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. Imam Shafi anasema ukitaka kuishi vizuri na watu na heshima yako imetunzwa na mwenye bahati umependeza, lisanuk ni huu ulimi, la tadhkur bihi aurata mri'in, usitaje matusi wala aibu za watu, sio kazi yako. La tadhkur bihi aurata mri'in idha aradta an tadhkura uyuba ghayrik fadhkur uyuba nafsik, tadhakkar uyuba nafsi. Ukitaka kuanza kuzichambua aibu za watu, zifikirie zako. Wewe una mangapi? Mbona hutaji za kwako? Mbona umezificha zako? Sisi tuna mambo Allah amekustiri. Ingekuwa mzinifu mwenye kuzini huko, Allah anampiga chapa katika kipaji chake, hadha zani, hadha sharibul khamr, hadha kadha. Au ingekuwa kuna harufu mbovu inatoka baada ya mtu kufanya machafu, lakini Allah amekustiri, huenda siku moja ukatubu. Basi lisanuk la tadhkur bihi aurata mri, usitaje aibu za watu. Fakulluka aurat, wewe mzima ni aibu, wewe mzima ni madhambi, wewe mzima ni fedheha. Kulluka, kutoka unywele mpaka ukucha, alafu unaenda kutaja aibu za watu. Wewe umekamilika wapi? Walinasi alsun, na watu nao wanazo ndimi pia za kuweza kukutaja wewe na kukutoa aibu. Ala sakini buyuti zujaja alla yarshuqu hajara, ni juu ya wenye kuishi katika nyumba za vioo wasirembee mawe, wasipige watu mawe. Wewe unaishi katika jumba ni vioo vitupu, alafu wewe unapiga watu mawe. Wao wakianza kurudisha mapigo, nyumba yako wewe ndio itaathirika. Kuwa mstaarabu, ishi hivyo. Imam Shafi anasema linasi alsun
watu nao wana ndimi. Kisha angalia katika mazungumzo na nasaha yake anasemaje? Anasema waashir bima'rufin, tangamana na watu kwa wema, hata wale wanaokhalifiana na wewe na kukhtalifiana nao, kaa nao kwa wema. Imam Shafi alikuwa na upinzani mkubwa na watu, lakini alikuwa akiona na anasema mimi na wewe tunakhtalifiana sana, lakini je, hatufai kuwa marafiki hata kama tunakhtalifiana? Bado sisi ni marafiki kwa sababu ni Waislamu. Ndio mmoja alipozizati katika wanafunzi wa Abu Hanifa asema la uadibanna kulla man khalafa Abu Hanifa, kila mwenye kumkhalifu Abu Hanifa nitamtia adabu. Kuanzia leo nataka madhhab ya Abu Hanifa wa nisaid fi anha'il balad, hakuna mtu mwingine kutumia madhhab ya Abu Hanifa, na nitakayemsikia amebadili madhhab amekwenda kwa madhhab mengine atatiwa adabu. Kanyanyuka mmoja katika wanachuoni kwa hal adaba Abu Hanifa kulla man khalafahu, mimi nakuuliza, je, Abu Hanifa aliwahi kumtia adabu kila aliyekhtalifiana naye? Wasema la. Sasa basi ibda binafsik faqad khalaftahu, basi anza kujitia adabu mwenyewe, sababu wewe ndo wa kwanza kumkhalifu Imam Abi Hanifa. Hawa walikuwa wanakhtalifiana, lakini hawakuwatia watu adabu, hawakuwatenga watu, hawakuwa walikuwa wakiwa ni watu ambao wanapendana kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hata kwa watu wanaokhtalifiana na ashir bima'ruf, huu ulimi wao utumie vizuri kwao, tangamana nao kwa wema, wafanya kazi wako, wake zako, watoto wako. Sayyidina Abu Bakr aliumia sana siku binti yake mama Aisha alipotuhumiwa kwamba amefanya machafu na Safwan ibn Mu'attal. Na hapa ni darasa nyingine ya kutuonyesha ubaya wa ulimi. Maana walipomuona bibi Aisha amekuja na Safwan ibn Mu'attal, wanafiki wakaanza kusema maneno, wallahi ma salimat, la hiya salimat wala huwa salima, hakusalimika, hakusalimika. Walikuwa wapi mwanamke na mwanamume? Na haya ni mengi katika mitaa. Ukimwona mtu na mwanamke tu tayari ushafikiria wametoka kufanya machafu. Pengine mtu na mamake, pengine mtu na dadake, pengine mtu na mkewe. Pengine ukimwona wewe mtu na mwanamke tayari ulimi wako na mara nyingine ushatuma meza, nimemwona mtu fulani bwana katoka guest, nimemwona shekhe wenu bwana na mwanamke barabara, ushapeleka habari. Na mengine yanaanza idha sa'at af'alul mar'i sa'at dhununu, mtu vitendo vyake vikiwa vibaya na vichafu na dhana zake pia huwa chafu na mbaya mbaya. Kwa nini tusiwe na ile dhana nzuri kwa watu? Kwa nini tusiwadhunie watu mazuri? Yusadhunnu bil mu'minina khaira, iltamis li akhika udran, mtafutie ndugu yako udhuru kabla haja kuomba. Bwana, nilimwalika ahudhurie harusi yangu lakini sikumuona, bila shaka atakuwa ametingwa na kazi, bila shaka atakuwa mgonjwa, bila shaka atakuwa amesafiri, lakini hawezi kuacha kuja. Si mimi nilijua tu. Watu wengine bwana wanajiona, mimi nilijua tu huji kwa sababu wewe unaona kwamba una hela kuliko sisi. Mimi nilijua tu, unadharau wewe. Mtafutie udhuru, mpe kabla hajakupa. Huu ndio Uislamu. Fulani hajaja leo lakini tunadhani kwamba ameghafilika. Hayo yote ni Uislamu uliofundishwa na Mtume Muhammad. Kule katika ghazwa Tabuk aliuliza Mtume, yuko wapi Ka'b ibn Malik? Ma faala Ka'b ibn Malik? Mmoja akasema, huyu bwana nguo zake, jeuri yake, mali zake ndizo zilizomfanya asiingie katika kundi la masahaba wenye kwenda vitani. Amekaa kule nadhur fi atfai, anajifakharisha sana, ni jitu lenye kibri. Mmoja anasema, sahaba Muadh ibn Jabal, sakadhabt wallahi la na'lamu fihi illa khaira ya Rasulullah. Huyu anasema uongo, hana kibri Ka'b ibn Malik.
sisi hatujui isipokuwa kheri kutoka kwa mtu huyo. Angalia ndio Waislamu walioiva, waliofundishwa na mafunzo ya Mtume Muhammad. Sasa kitu kikisikia wewe mpe mtu udhuru. Kadhia ya mama Aisha ilipokuja ikazunguka, na Qur'ani inatuambia italaqawnahu bialsinatikum, talaqawna, lile jambo mnapasiana, mnapeana maneno hayo yanakwenda. Watakuluna biafwahikum ma laysa lakum bihi watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Jambo hili nyinyi mkifikiri ni dogo, lakini kwa Allah lilikuwa kubwa. La kusema fulani kazini, nyinyi mnafikiria ni dogo, mnapelekea na WhatsApp, mnafikiri ni dogo tu, lakini kwa Allah hilo ni kubwa, kwa sababu linagusa heshima za watu. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta bayana, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adhim lawla ja'u 'alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bish-shuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Mambo ya kwanza, huyo anasema wewe mzinifu, alete washahidi wanne walioshuhudia, tena shahid adil yasifu dhalika alfi'la wasfan daqiqan. Ulama al-fiqh wanasema yule shahidi anakisifu kile kitendo wasfu daqiq, kwamba niliona fulani, sio tena wamekumbatiana, aone kile kitu ambacho kinasifiwa kwamba kimeingia pahali fulani, wasfan daqiqan, tena wanne. Yote hii ni kuichunga heshima ya mtu, ndugu zangu. Tena mwingine kama niliwaona walikuwa wamelala chini walipokuwa wanafanya hicho kitendo. Katika hao mashahidi wanne, watatu wamesema walikuwa kitandani, mmoja akasema walikuwa chini. Tayari umeshabatilika ushahidi. Au mwingine anasema walikuwa mtu amevaa nguo nyeupe, mwingine nguo ilikuwa nyekundu. Wote wao wane katika ushahidi wao. Limadha kullu hadha? Al-a'rad ni alama ya hatari, heshima za watu. Sio tukuvurumiza, kuwatukana watu, kuwatuhumu watu, kuwapa watu yasiyokuwepo. Uislamu una mambo yake, na mambo yake lazima yachungwe. Sayyidina Abu Bakar akasema, ala Mistah, naitoa hela zangu mfukoni nikamsaidia, leo anamzungumza binti yangu kwamba amefanya machafu. Ilipokuja ile bayana na baraa kwa bibi Aisha, akaonekana kwamba bibi Aisha kumbe at-tayyibatu lit-tayyibin, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Mtume anazunguka na wauliza watu, jamani, nani atanieleza kuhusu habari ya nyumbani kwangu? Watu wamemtuhumu mke wangu. Sikiliza, Waislamu walikuwa wanatumia bibi zao vizuri. Zawjatuka ya Rasulullah la na'lamu fiha illa khaira, mke wako ya Rasulullah hatujui isipokuwa khairi. Anafuatwa Zainab. Zainab bintu Jahsh ni dharra, ni mke mwenza wa bibi Aisha, na wake wenza mara nyingi huwa kuna competition na kuna vita. Hapa ndo ilikuwa ni nafasi ya kumdestroy kabisa Aisha. Bibi Zainab, unasemaje Zainab kuhusu mke wangu Aisha? Nasema ya Rasulullah. Bibi Zainab asema ya Rasulullah, mke wako wala na'lamu fiha illa khaira, hakuna isipokuwa khairi tunayojua. Ilikuwa ana uwezo. Nilikwambia mimi yule si mwanamke, unaenda kuoa wengine ni mashetani, unapenda wanawake sana mwanamume wewe. Angepata nafasi pale, lakini na yeye pia haikumpeleka eti ukewenza kumwambia achana naye, hakufai, hajatulia. Sema la. Ummu Salama, unasemaje? Sema ya Rasulullah, mimi si bora kuliko Aisha, na mimi siwezi kufanya hayo. Vipi Aisha atafanya wakati yeye ni bora kuliko mimi? Mtume anamwambia, nilimuonyesha, Jibril alinionyesha sura ya Aisha mara 3 kabla sijamuoa. Anamwambia, hadhihi zawjatuk fi dunya wal akhirah,
huyu ni mkeo duniani na akhera, leo utakuja kuyafanya haya? Mapenzi yake ni makubwa kwa mwanamke huyo. Ndio maana yalipokuja maneno kwamba amefanya machafu, huzuni ilikuwa kubwa. Siku moja Saidina Abu Bakr anakwenda nyumbani kwa Mtume, anampata Aisha kidogo anazozana na Mtume, akanyanyua sauti yake mbele ya Mtume. Bibi Aisha, Abu Bakr, ya ibnata fulani, hata kutaja mwanangu, ya binta fulani, atarfa'ina sautaka ala rasulillah, unanyanyua sauti yako kwa Mtume wewe? Kamkamata Mtume, akaingilia kati. Sasa mwache mke wangu bwana. Kisha Abu Bakar akatoka. Mtume akaenda kwa mkewe Aisha akamwambia, araaiti kaifa hultu bainaki wa baina ar-rajul, angalia ninapokupenda, nimeweka ukuta baina yako na baina ya babako, asije kukudhuru kupiga. Yote ni mapenzi na kupenda wewe. Bi Aisha akaanza kucheka, kafurahi. Abu Bakar akarudi. Abu Bakar alisema, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma, niingizeni katika amani yenu kama mlivyoniingiza katika vita mara ya kwanza. Maana sasa hivi mnacheka, kuna amani, na mimi niingizeni kama mara ya kwanza mlivyoniingiza katika vita. Haya ni maisha ya Mtume na mkewe Aisha, upendo. Leo nasema, idha ra'aita ar-rajula yaftahu baba sayyaratihi li zawjatihi fa'lam anna ihdahuma jadida. Ukimwona mtu anafungua mlango wa gari yake kwa ajili ya mkewe, tambua kwamba mmoja kati ya vitu viwili hivyo ni mpya, ima mke mpya au gari mpya. Sija akaikwangura yule mke ile gari pia, kwa sababu unamfungulia mlango. Mimi nishawahi kuingia baadhi ya gari, mtu anakuambia mapema, mlango tunafunga pole pole, usije kabangi. Maisha ya wanandoa mengine yako hivi, ima mke kamoa mpya ndio anamfungulia mlango. Baada ya miaka miwili akikungua, akitakuanguka, ataambia ataki alama matshufi, Mungu akujaliwe kipofu, wani mwanamke wewe. Baada ya mwaka tu. Basi Mtume ilikuwa ni mapenzi ya Aisha tanradhiyatan la tasma'u fiha laghiya. Watukufu wa Islam, Abu Bakr alikasirika sana. Mista, mimi nakulisha na kuvisha, mwisho na mtuhumu binti yangu, wallahi upati tena kitu, kuna tena utakachopata. Qur'ani ikashuka, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulil qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تريدون أن يغفر الله لكم. wala wasiape wale waliokuwa wanawa finance na kuwasaidia watu wa karibu na maskini na muhajirin, kwamba hawatuwapa kitu, waendelee kuwapa tu. Kwani hampendi nyinyi kusamehewa makosa yenu na Allah? Kasomewa Abu Bakr aweza kusema, bala uhibbu an yaghfira Allah li, kamba basi